السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala min as-aziz anasema kwamba na watu wangu watakapokuuliza juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu na yaitika maombi ya mwombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Aya hii imewekwa katikati ya aya za kutoa amri ya kufunga saumu na kueleza masharti ya saumu. Kwa kufanya hivi, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu uhusiano wa Ramadhan na kupokelewa kwa maombi katika mwezi huu wa Ramadhan. Halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza uhusiano huu hivi kwamba saumu kama ni njia ya kupata ucha Mungu, vile vile ni njia na sababu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Basi mwezi wa Ramadhan hauwezi kuwa mwezi wa kupokelewa kwa maombi mpaka mtu afuate ucha Mungu na vile vile afanye juhudi ya kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Na hali hii itakapopatikana, basi uhusiano uliojengwa katika mwezi wa Ramadhan hautaishia katika mwezi wa Ramadhan tu, bali mabadiliko haya yataleta athari yatakayoendelea hata baadaye pia. Mwenyezi Mungu pia ameeleza mada hii katika aya hii kwamba mimi nipo karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba katika mwezi huu shetani anafungwa pingu na Mungu anakuja karibu katika bingu ya karibu. Lakini Mungu anakuja karibu na kina nani? Wale
anakuja karibu na wale ambao wanahisi ukaribu wa Mwenyezi Mungu au wanajitahidi kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kupata hali hii wanaitikia na wanakubali amri za Mwenyezi Mungu, amri hii ya Mwenyezi, na wanafanya juhudi ya kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu isemayo falyastajibu li, na wanafanya utafiti kuhusu amri za Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivi wanafuata amri hizi za Mwenyezi Mungu, wanakuwa na yakini juu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kila kitu. Ikiwa mimi kwa kufuata amri zake na kwake nikimuomba, katika hali hii atapokea maombi yangu. Basi bila shaka Mwenyezi Mungu kwa kujibu maswali ya watumishi wake anasema, mimi nipo karibu, napokea maombi ya mtumishi wangu, na hasusan katika mwezi huu nimekuja karibu na nanyi, basi muniitikie. Lakini kabla hamjaanza kuniomba, mnalazimika kufuata yale masharti kwamba niitikie na mufuate amri zangu zote. Hii ni sharti, na muwe na yakini juu ya uwezo wangu wote. Basi wale watu wanaosema kwamba tunafanya maombi lakini maombi yetu hayapokelewi, je, hawa watu wamechunguza hali zao kwamba kiasi gani wanafuata amri za Mwenyezi Mungu? Ikiwa sisi hatufanyi vitendo vizuri na imani yetu ni ya juu juu, katika hali hii kusema kwetu si sahihi kwamba tulimuomba Mwenyezi Mungu lakini hakupokea maombi yetu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kueleza mada hii kwamba Mungu ameweka masharti gani, amesema jambo la kwanza alilolieleza Mwenyezi Mungu ni hii kwamba watu wawe na uchamungu wa aina hii kwamba nipokee maombi yao, yani wawe na uchamungu na wamuogope Mwenyezi Mungu. Katika hali hii Mungu anapokea maombi, anasikia maombi. Jambo la pili ni kwamba waniamini. Na imani ya aina gani? Wawe na imani juu ya hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anao uwezo wa kila kitu. Mwanadamu hata kama hakupata uzoefu wa kitu hiki kwamba Mungu anao uwezo wa kila kitu, au hakupata maarifa kuhusu uwezo wa Mwenyezi Mungu, hata katika hali hii pia awe na imani ya aina hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anao uwezo wa kila kitu, yani awe na iman bil ghaib, imani juu ya ghaibu. Imani ya aina hii itakapopatikana, basi katika hali hii atapata maarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwayo atajua kuhusu Mungu, na vile vile atajua kuhusu hii kwamba Mungu anao uwezo juu ya kila kitu, na vile vile atapata uzoefu wa kupokelewa kwa maombi. Yani kwanza mtu anatakiwa aimarishe imani yake, kisha Mungu anamwelekea, anamjia, na atapata dalili ya kupokelewa kwa maombi. Na kuhusu falsafa ya maombi,
sainam alah salatu wassalam ameeleza kwa kierefu wakati mbalimbali. Sasa hivi nataka kusoma baadhi ya maandiko ya sayyidna ahmad alah salatu wassalam kwayo kwa kueleza undani wa mada hii. Tunaweza kuongeza elimu na maarifa yetu, na vile vile tunaweza kuwa miongoni mwa wale waliongoka, na vile vile tunaweza kupata baraka za Ramadhan pia. Watu wengine wanadhani maombi yote waliofanya lazima yale maombi yapokelewe. Kuhusu hali hii nimeshaeleza kidogo hapo awali kwamba Mungu ameweka masharti kadhaa kwa ajili ya maombi, kwayo tunalazimika kutimiza. Kwa kueleza mada hii zaidi kwamba Mungu anapokea maombi jinsi gani, hata wengine wanaotimiza masharti yote maombi yao hayapokelewi jinsi wanayoomba. Kuhusu hii sayyidina alah salam anasema kwamba msingi wa maombi ni huu kwamba Mungu hafuati dhana zetu. Angalieni, watoto wanakuwa wapendwa wa kina mama, na wakina mama hawataki watoto wao wapate madhara. Lakini ikiwa watoto wakiomba kwa kuilia kwamba wapewe kisu au wapewe moto, je, mama ambaye anampenda mtoto wake anaweza kumpatia mtoto wake moto na kwa kufanya hivi achome mkono wake, au ashike kisu na kwa kushika kisu akate mkono wake? Haiwezekani. Mama hawezi kumpatia vitu hivi. Hivyo ndiyo tunaweza kuelewa mada ya kupokelewa kwa maombi, na mimi mwenyewe ninao uzoefu kuhusu hii. Wakati kitu chenye madhara kinachopatikana katika maombi ya aina hii hayapokelewi, jambo hili linaweza kueleweka vizuri kwamba elimu yetu si kamili, na baadhi wakati tunafanya kazi kwa kuona kwamba ni nzuri na tunaona matokeo yake pia yatakuwa mazuri, lakini hatimaye matokeo yake yanakuwa mabaya na yanakuwa kama balaa. Hatuwezi kusema kwamba kila mara inatokea hivi. Hatuwezi kusema hivi kwa kuwa na yakini, kwa sababu mwanadamu ana tabia ya kusahau, na kusahau ni katika maumbile yake. Kwa hiyo baadhi wakati madhara yanapatikana ikiwa Mungu anapokea maombi, basi maombi ambamo ndani yake kuna madhara, basi hii itakuwa kinyume cha rehema ya Mwenyezi Mungu. Basi mwanadamu anaona kwamba lazima itokee jinsi alivyoomba, lakini baadhi wakati matamanio yanakuwa yenye madhara. Ikiwa Mungu anapokea matamanio moja kwa moja, basi katika hali hii itakuwa kinyume na sifa ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Mungu kwa ajili ya mja wake, mtumishi wake, anataka rehema. Ikiwa akipokea matamanio yake yote, hata maombi yake yote yenye madhara, basi katika hali hii jambo hili litakuwa kinyume na rehema ya Mwenyezi Mungu. Amesema kwamba hii ni jambo la yakini kwamba Mungu anapokea maombi na anasikia maombi ya watumishi wake, lakini hapokei maombi ya kila aina, kwa sababu baadhi wakati mtu kwa sababu ya jazba haoni matokeo ya maombi yake, basi anafanya maombi tu. Lakini Mungu ambaye anajua
kila kitu, ana elimu ya kila kitu, anajua matokeo ya maombi ya mwanadamu. Kwa kuzingatia matokeo mabaya, Mwenyezi Mungu anakataa maombi ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu haoni matokeo yake. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye anataka heri kwa ajili ya mtumishi wake, Mungu anajua matokeo ya maombi yake. Ndiyo maana Mungu, kwa sababu ya yale madhara na kwa sababu ya yale matokeo mabaya, yeye anakataa maombi ya mtumishi wake, kwa sababu Mungu anaona kwamba ni heri ya mtumishi wake kwamba dua yake ikataliwe. Na hii kwa hakika ni kupokelewa kwa maombi. Yani maombi ya aina hii yanapokatazwa na hayapokelewi kwa Mwenyezi Mungu, na hii kwa hakika ni kupokelewa kwa maombi yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliona kwamba dua hii si sahihi kwa ajili ya mtumishi wangu. Basi maombi ambayo yanakuwa bila hasara, Mungu anapokea maombi ya aina hii, lakini maombi yenye madhara Mungu hapokei. Yani ikiwa kuna faida katika maombi, Mungu anasikia, anapokea, lakini kama kuna madhara katika maombi ya mwanadamu, Mungu hapokei, na hii ni kupokelewa kwa maombi. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba nimeshawahi kupokea ufunuo huu mara chungu mzima, ujibu kula duaika. Kwa neno lingine tunaweza kusema kwamba kila dua ambayo ni yenye faida, dua ile lazima itakubaliwa. Yani dua ambayo itakayoleta faida, dua ile itakubaliwa. Si maana kwamba kila dua lazima itakubaliwa. Basi Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya mawali na manabii wake kadhaa, na maombi kadhaa hapokei, na anafanya hivi kwa sababu anaona kwamba maombi yale si mazuri na au matokeo yake yanaweza kuwa mabaya, na Mungu anajua madhara ya yale maombi. Kisha kwa kueleza madha hii kwamba dua, kwa ajili ya dua mtu anatakiwa angalie vitendo vyake na itikadi yake pia. Anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba mtu hafanyi vitendo vizuri, yeye hawezi kufanya maombi. Yani kwa ajili ya dua anatakiwa afanye vitendo vizuri. Ikiwa hafanyi vitendo vizuri, anafanya maombi tu, basi katika hali hii yeye anajaribu Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili, kabla ya kuomba, mtu anatakiwa atumie uwezo wake wote. Hii ndiyo ni maana ya dua hii, kwamba mtu kwanza azingatie amali zake, vitendo vyake, kwa sababu Mwenyezi Mungu analeta matokeo sawa na hali ya mtu. Yani ikiwa kwanza anarekebisha hali yake sawa na hali yake, matokeo yanapatikana. Analeta njia yoyote ya kurekebisha hali yake. Watu wazingatie jambo hili, kwamba ikiwa dua imefanywa, kwa hiyo hatuna haja ya kufanya vitendo, basi hawa watu ni wajinga. Wafikirie kwamba dua yenyewe ni sababu ya kufanya kazi fulani ambayo inazalisha sababu zingine kwa kupitia dua. Dua yenyewe inakuwa sababu, na wakati dua inapokubaliwa, basi sababu zingine zinazalika kwa ajili ya kufanya ile kazi. Kwa mfano, mtu anataka mkopo, anataka msaada, kwa njia yoyote Mwenyezi Mungu anampatia kile kitu na anamfanyia urahisi.
na hakuna kitu kinachoshuka huko kutoka mbinguni. Kwa mfano mtu anataka pesa haishuki kutoka mbinguni, bali sababu itapatikana, na ile ni sababu ambayo ilipatikana kwa kupitia maombi. Amesema iyaka naabudu iliyoletwa kabla ya iyaka nastain. Hii inaeleza mada hii vizuri. Yani kwanza alisema iyaka naabudu, kisha amesema tunaomba msaada kwako, yani tunaomba kwako, na pamoja na maombi tunaomba msaada kutoka kwako. Ilmuradi tunaona sunna ya Mwenyezi Mungu ni hivi kwamba Mungu analeta sababu. Angalieni, kwa ajili ya kiu ni maji, na kwa ajili ya njaa ni chakula ambayo Mungu anatupatia. Yani Mungu analeta sababu yoyote, na hivyo ndivyo silsila ya sababu inapatikana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ana majina mawili, kanallahu azizan hakima. Aziz ni hii kwamba Mungu anafanya kila kazi, yani anao uwezo, anao nguvu, anaweza kufanya kila kazi na anafanya hivi. Na hakim ni hii kwamba kila kazi anafanya kwa hekima, sawa na wakati na mahali. Angalieni, Mungu ameweka sifa mbalimbali katika vitu. Angalieni turbat, mtu akipewa dawa hii basi mtu anaanza kuhara. Vile vile ni sekmonia. Mwenyezi Mungu anao uwezo juu ya hii kwamba bila kumpa dawa mtu aanze kuhara, au mtu bila kunywa maji atimize kiu chake. Lakini Mungu alitaka kuhakikisha kuhusu vitu hivi, kwa sababu jinsi mtu anapata elimu ya vitu, anapata elimu kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, na hivi anakuja karibu na Mwenyezi Mungu. Yani Mungu ameumba vitu hivi, kwa hivyo ni juu ya Mwenyezi Mungu kwamba athibitishe elimu ya vitu hivi. Na elimu ya vitu hivi vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, jinsi elimu hii inapoendelea kupanuka, mtu anapata elimu kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu, na anapata hali hii kwamba anajua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni kazi ya mtu wa dini. Mtu ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu anaona kwamba ana elimu sana, lakini mwaminio kwa kupitia elimu yake anapata kuhusu sifa, anajua kuhusu sifa za Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza filosofia ya maombi hivi sehemu moja kwamba angalieni mtoto mmoja ambaye ana njaa sana, na kwa sababu ya njaa anaanza kulia na anapiga kelele. Basi katika hali hii maziwa yanapatikana katika matiti ya mama, ilhali mtoto hajui kuhusu maombi. Lakini hii ni nini? Kwamba kuulia kwake maziwa yanapatikana. Hili ni jambo ambalo kila mtu anao uzoefu wake. Baadhi wakati imeshuhudiwa hivi kwamba hata kina mama hawasikii kuna maziwa katika matiti yao, lakini mara mtoto anapoanza kuulia maziwa yanapatikana katika matiti. Kama kulia kwa mtoto inahusika na maziwa, vile vile ikiwa sisi pia tunalia mbele ya Mwenyezi Mungu kama mtoto analia, basi rehema ya Mwenyezi Mungu pia inapatikana. Kisha kwa kueleza maelezo yake zaidi, mfano huu Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema chini ya mada ya filosofia ya maombi, mtu amesema anatakiwa awe na sifa hii, na anapokuwa na hali hii basi Mungu anamwonyesha dua yake imekubaliwa. Anasema Sayyidina alayhi salam kwamba kuomba ni kazi ya mwanadamu na kupokea ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na yule ambaye hakubali hii yeye ni muongo. Na mfano mtoto niliotoa, mfano huu unaeleza vizuri falsafia ya maombi. Rahmaniyat na rahimiyat
si vitu viwili. Mtu akiacha sifa moja na akitaka ingine hawezi kupata hivi. Ikiwa mtu anaacha rahmaniyat kwa ajili ya kupata rahimiyat, haiwezi kupatikana. Rahmaniyat inataka kwamba tuwe na uwezo wa kupata baraka kutoka katika sifa ya rahimiyat. Yani sifa ya rahman inatia nguvu katika mwanadamu ili amwombe Mwenyezi Mungu chini ya sifa ya arrahim, na yule ambaye hafanyi hivi yeye ni mkafiri. Iyaka na'budu, maana yake ni hii kwamba tuna kuabudu kwa kupitia sababu hizi mbalimbali ulizotupatia. Tunafanya ibada yako kwa kutumia sababu za kidhahiri. Sababu ya kwanza ni dua. Angalieni ulimi ambao una viungo mbalimbali, kuna mate ndani yake. Ikiwa vitu hivi visingepatikana, tusingeweza kuongea na kuzungumza. Ikiwa masal inaharibika, hatuwezi kuongea. Ametupatia ulimi ili tuweze kueleza hali ya moyo wetu. Ikiwa hatufanyi maombi kwa kutumia ulimi wetu, basi ni bahati yetu mbaya. Kuna maradhi chungu mzima yakipatikana katika ulimi, basi ulimi haufanyi kazi, hata anakuwa bubu. Basi hii ni rahimiyat ya aina gani? Kwamba ametupatia ulimi, vile vile ametupatia sikio, na vile vile ni hali ya moyo. Na Mungu ameweka nguvu ya unyenyekevu. Ikiwa maradhi yanapatikana, vitu hivi vyote vinakuwa bure. Angalieni wajawazimu, uwezo wao unakuwa kama bure. Je, sisi tukatae neema hizi za Mwenyezi Mungu alizotupatia? Neema hizi alizotupatia Mwenyezi Mungu, ikiwa hatutumii vifaa hivi na viungo hivi, basi katika hali hii tutakataa neema za Mwenyezi Mungu na hatutamshukuru Mwenyezi Mungu. Ikiwa mnafanya maombi kwa kuacha viungo hivi vyote, dua hii, katika hali hii dua haifai. Yani Mungu ametupatia uwezo na ametuamuru tuzingatie vifaa hivi vyote, kisha mufanye maombi. Ikiwa hatufanyi hivi, basi dua pia haileti faida. Basi ikiwa sisi hatukupata faida kutoka katika neema hii za Mwenyezi Mungu, na tunaweza kutumia vitu vingine. Yani hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kutumia vitu hivi kisha kufanya maombi ni kitu kinachotakiwa kifanywe. Kisha kwa kueleza maelezo zaidi ya mada hii, kwamba katika kanuni ya Mwenyezi Mungu mifano ya kupokelewa kwa maombi inapatikana. Anasema almuradi, katika kanuni ya Mwenyezi Mungu kupokelewa kwa maombi mifano yake inapatikana, na Mungu anatuma mifano ya aina hii katika kila zama. Ndiyo maana ametufundisha dua hii, ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim. Hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu na hakuna yeyote anayeweza kubadilisha hii. Katika dua hii ihdina siratal mustaqim inapatikana kwamba ukamilishe vitendo vyetu na utujalie tufanye vitendo vizuri vya hali ya juu. Kwa kuzingatia maneno haya, inaonekana kwa kidhahiri Mwenyezi Mungu ametuamuru kwamba tufanye dua. Yani kwa kidhahiri inaonekana kwamba Mungu amesema tufanye maombi, na ametufundisha tuombe dua ya njia iliyonyoka.
yani muombe mwongozo kwamba tupate njia iliyonyoka. Lakini kabla ya hii imesema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani kwa ajili ya kupata njia hii mutumie uwezo wenu na muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani kwa ajili ya kufuata njia iliyonyoka, uwezo mliopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mutumie uwezo huu na vile vile muombe msaada kutoka kwa Mungu. Yule ambaye anaacha hali hii yeye ni kafiri. Kisha amesema kuna maradhi mbalimbali, kama nilitoa mfano wa ulimi. Kama ulimi ukipata maradhi, basi ulimi unaacha kufanya kazi. Vile vile Mungu ameweka hali ya unyenyekevu katika moyo na amempatia uwezo wa kufikiria. Basi kumbukeni, ikiwa tukiacha vitu hivi vyote, uwezo wote, katika hali hii dua pia haipokelewi, kwa sababu ikiwa zawadi iliyotolewa haikupata faida, mtu hawezi kupata faida kutoka katika kitu kingine. Kwa hiyo iyyaka na'budu tuambia kwamba sisi hatukupoteza zawadi uliyotupatia. Kumbukeni haswa wa rahmaniyat ni hii kwamba inatufanya tupate faida kutoka katika rahimiyat. Ndiyo maana Mungu alisema ud'uni astajib lakum, na haya si maneno tu, bali manadamu anataka afanye hivi. Yani manadamu anataka aombe. Yule ambaye hamuombi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye hafanyi utafiti wa kupokelewa kwa maombi, basi yeye ni mdhalimu. Dua inatupatia raha. Mimi nasikitika kwamba mimi siwezi kueleza raha inayopatikana katika hali hii, na hii inapatikana wakati mtu mwenyewe anapata udhaifu. Mukhtasari ni hii kwamba kwa ajili ya kupokelewa maombi mtu anatakiwa afanye vitendo vizuri na awe na itikadi, yani afanye vitendo alivyoambiwa afanye, na vile vile aboreshe itikadi yake. Kwa sababu mtu ambaye haboreshi itikadi yake na afanye vitendo vizuri na anafanya maombi, yeye ni sawa sawa na hali hii kwamba anamjaribu Mwenyezi Mungu. Katika maombi ya ihdina siratal mustaqim, lengo lililowekwa ni kwamba ukamilishe maombi yetu na vitendo vyetu. Kisha kwa kusema siratal lazina an'amta alaihim, ameeleza maelezo yake zaidi kwamba tunataka njia ambayo ni njia ya watu walioneemeshwa. Tuonyeshe njia ambao juu yao neema zako ziliteremka, na utuepushe na njia za wale ambao juu yao ghadhabu yako ilishuka, na vitendo vyetu uendelee kuwa sawa, na tusifanye kitu chochote kinyume na amri yako. Na wale ambao waliopata ghadhabu yako tusipate njia ya hawa watu. Na kwa kusema dhalin amesema kwamba Mola utupushe katika hali hii kwamba tusipate msaada wako, yani tusipate hali hii kwamba tusiwe na msaada wako na tusipate faida kutoka katika sifa yako ya Rehman. Kisha matokeo yake ni kwamba tusipate faida kutoka katika sifa yako ya Rahim. Kisha ni fadhila zake na rehema yake, na kwa kufanya hivi tukose vitu hivi. Na kwa kusema dhalin, Mungu ametukumbusha kuhusu vitu hivi. Kisha Mungu kwa kukataa wazo la watu wanaosema kwamba tukilia mbele ya Mwenyezi Mungu haileti faida. Sasa Muislamu anasema watu wengine wanakuwa na nadharia kwamba tukilia mbele ya Mwenyezi Mungu hatupati kitu chochote. Jambo hili si sahihi, bali ni uongo. Hawa ni watu ambao hawana imani juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hawa wangekuwa na imani wasingesema maneno haya. Mtu yeyote aliyemjia Mwenyezi Mungu na kwa tauba halisi alimwelekea Mwenyezi Mungu, Mungu alimjalia fadhila zake daima dawamu. Mtu
fulani amesema kweli katika shairi lake ya Kiajemi. maana yake ni hii, yani huyo mpenzi ni aina gani ambaye hajaliwi na mpendwa wake. ewe mtu wewe huna uchungu, pengine maumivu, pengine mganga yupo, yani wewe mwenyewe unatakiwa uwe na maumivu, basi mganga atakuja. Yani Mungu anapokea maombi. Amesema Mungu anataka muje kwake kwa moyo safi. Sharti ni kwamba mufanye hali yenu sawa na hali hii, na mufuate faliyastajibuli, na mabadiliko kweli yanayokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Mulete mabadiliko haya ndani yenu, na waambieni kweli kweli kwamba Mungu ana kudra ya aina mbalimbali. Kwa ajili ya kuona kudra hii tunatakiwa tuwe na jicho la mapenzi. Ikiwa mtu anakuwa na mapenzi ya kweli, Mungu anapokea maombi. Basi muwe na mapenzi ya aina hii, kwayo Mungu anapokea maombi. Ikiwa mapenzi ni ya kweli kweli, lazima Mungu anasikia maombi. Kwa ajili ya kupata mapenzi kweli ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu anatakiwa awe wa aina gani ili Mungu apokee maombi yake na athibitishe kwamba yupo karibu naye. Hasa Muslim Maud anasema sharti ni kwamba mtu ampende Mwenyezi Mungu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kinachoma maisha ya dhambi ya mwanadamu, na anamfanya kuwa mtu ambaye hana dhambi, na anaona ambaye haoni zamani, na anasikia ambaye alikuwa hasikii zamani. Kisha chakula cha fadhila alichokitayarisha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya kupata faida kutoka katika chakula hiki, Mungu ametupatia uwezo pia. Si maana ameumba tu vitu, bali ametupatia uwezo pia. Ikiwa angetupatia uwezo na chakula kisingepatikana, basi ingekuwa bure, au chakula kingepatikana lakini uwezo usingepatikana, basi ingekuwa bure tu. Lakini si hivyo, Mungu alitupatia uwezo na vile vile aliumba chakula pia. Ikiwa upande moja alitayarisha chapati, upande mwingine alitupatia macho, meno na tumbo, na vile vile alitupatia maini kwa ajili ya kufanya kazi. Ametupatia maini na tumbo na vitu hivi vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya chakula. Mungu alitupatia vitu hivi. Ikiwa mtu hatatia kitu chochote tumboni kwake, atapataje damu? Na vile vile uchafu utatoka namna gani? Vile vile alitujalia fadhila hii kwamba Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpatia dini tukufu ya Islam, na alimfanyia kuwa khataman nabiyyin, na alimpatia kitabu cha Qur'an tukufu ambacho ni khatamul kutub. Baada ya kitabu hiki hakuna kitabu kingine kitakachopatikana mpaka kiyama, wala hakuna nabii atakayekuja na sheria mpya. Kisha alitupatia viungo na vifaa wa kufikiria. Ikiwa hatutumii vifaa hivi, na kwa kutumia vifaa hivi hatumwelekei Mwenyezi Mungu, basi hii itakuwa uvivu wa aina gani? Basi hii ni njia na mwelekeo ya kupata faida kwa ajili ya wanadamu, kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia nabii sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tufuate amri zake. Alitupatia kitabu cha Qur'ani tukufu ili tuweze kufuata amri zake zote. Amesema Mwenyezi Mungu katika sura hii ya kwanza ya Al-Fatiha, alituonyesha njia ya fadhila zake. Katika sura hii ambao ni Khatmul Kitab na Umul Kitab, Mungu ameeleza waziwazi kwamba lengo la maisha ya wanadamu ni nini na namna gani anaweza kupata malengo yake, na kuleta iyaka na'budu kabla ya iyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu
ameeleza kwamba kwanza ni muhimu kwamba sawa na uwezo na elimu yake afuate njia ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii afanye juhudi na atumie uwezo aliopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha afanye maombi kwa ajili ya kupata matokeo mazuri na kwa ajili ya kukamilisha juhudi yake. Namna gani tunaweza kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu? Kwa kueleza mada hii, Sayyidina al-Islam anasema kwamba khuliqal insanu dhaifa. Jambo hili ni kweli kwamba mwanadamu ni dhaifu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu hawezi kufanya kitu chochote. Kuumbwa kwake na kuishi kwake ni juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Ni mjinga yule mtu ambaye anategemea mali yake na vitu vingine. Vitu hivi vyote vilitolewa na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya dua ni muhimu kwamba mtu azingatie udhaifu wake. Kadiri atakapozingatia udhaifu wake, atajikuta kwamba yeye anataka msaada wa Mwenyezi Mungu, na katika hali hii atapata hamu ya kufanya maombi. Watu wanasema kwamba hamu haipatikani kwa ajili ya maombi, lakini mtu anapoona udhaifu wake kisha afanye juhudi ya kutekeleza masharti ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii shauku ya maombi yanapatikana. Mtu anapopata shida, basi anafanya maombi kwa kulia na anaomba kwa wengine. Hivyo ndivyo atakapoona kwamba yeye ni dhaifu na bila msaada wa Mwenyezi Mungu si kitu chochote. Katika hali hii atapata msaada wa Mwenyezi Mungu, na katika hali hii atafanya maombi kwa unyenyekevu sana, na atamuita Mwenyezi Mungu kwa kusema ya Rab, ya Rab. Musome Qur'ani tukufu kwa makini. Mkifanya hivi mtajua kwamba katika sura ya kwanza Mungu ametupatia mafundisho ya dua. Amesema ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amesema dua inaweza kuwa dua kamili wakati inapozingatia faida na hasara, na inamkoa mwanadamu katika shida. Yani dua ile ni dua kamili ambayo ilete kitu kinachokuwa kizuri kwa ajili ya mwanadamu. Na amokoe katika madhara ya kila aina. Basi katika dua hii ihdina siratal mustaqim mpaka waladdallin, faida yoyote inayoweza kupatikana, faida hizi zote zinapatikana ndani ya dua hii. Na vitu vinavyomwangamiza mwanadamu, Mungu ametufundisha namna gani tunaweza kujisalimisha katika vitu hivi. Tunatakiwa tukumbuke kwamba maombi yaliyofanywa, maombi haya si ya dunia bali ni ya dini. Kwanza kabisa tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili ya kusalimisha dini yetu. Mtu atakapofanya hivi, kisha anaona milango ya fadhila za Mwenyezi Mungu zinafunguliwa, na katika hali hii maombi yake yanapokelewa. Kwa kueleza mada hii zaidi kwamba dua halisi ni dua inayofanywa kwa ajili ya kuimarisha dini, na dua hii inatupatia ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Anasema ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, yani napokea tauba ya yule anayetubu. Ahadi hii ya Mwenyezi Mungu inahalilisha kauli ile ambayo inasemwa na yule ambaye anayetubu. Ikiwa Mwenyezi Mungu asingesema hivi, katika hali hii tauba isingekubaliwa. Inaposemwa kwa moyo safi, matokeo yake yanakuwa haya kwamba Mungu pia anatimiza ahadi zake zote alizofanya na wale wanaotubu. Katika hali hii nuru ya Mwenyezi Mungu inapatikana ndani ya moyo wake. Wakati mtu anaposema kwamba nitajiepusha na dhambi zote na nitatanguliza dini juu ya dunia, Mwenyezi Mungu alizozieleza njia za kupokelewa kwa maombi
katika njia hizi njia bora ni njia ya swala. Kuhusu hii Sayyidina Alayhi Salam anasema lengo la swala ni maombi, na kuomba dua ni sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, tunaona mtoto anapolia na anapokosa utulivu kwa sababu ya njaa. Katika hali hii mama anampatia maziwa. Uhusiano huu unapatikana katika kupokelewa kwa maombi. Mwanadamu anapomwangukia mlango wa Mwenyezi Mungu na kwa unyenyekevu wa hali ya juu anaeleza matatizo yake na anaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu anamrehemu. Madhiwa ya fadhila za Mwenyezi Mungu pia inataka mtu aliye mbele yake. Yani ikiwa tunataka kunywa maziwa ya rehema ya Mwenyezi Mungu na madhiwa ya fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya hii tunatakiwa tufanye unyenyekevu na tulie mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunatakiwa tulete jicho lenye kulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi katika Ramadhan, wakati wengi wanaelekea misikitini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na wanazingatia sala kwa jamaa, pamoja na hii tunatakiwa tufanye swala ya nafali, kisha tufanye maombi ambayo yanatanguliza dini juu ya dunia, na vile vile ni kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tufanye maombi ya aina hii. Kwanza tunatakiwa tufanye maombi haya, maombi mengine ya dunia tufanye baadaye. Na tukifanya maombi haya kwanza, maombi mengine Mungu mwenyewe atapokea. Sasa hivi nataka kusoma dua moja ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam ambayo tunatakiwa tufanye sana katika siku hizi ili tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam alimuomba Mwenyezi Mungu, e Mola wa ulimwengu, mimi siwezi kushukuru ihsani zako. Wewe ni mrehemu na umenifanyia ihsani chungu mzima. Usamehe dhambi zangu ili nisiangamie. Utie mapenzi yako halisi moyoni mwako ili nipate hai, na usitiri aibu zangu, na unijalie nifanye vitendo ambavyo vitapata ridhaa yako. Mimi naomba ulinzi wako, kinga chako, ili nisipate ghadhabu yako. Ni rehemu, ni uniokoe katika mabalaa ya dunia na akhera, kwa sababu fadhila zote zinapatikana kutoka kwako. Amin suma amin. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba tuweze kuelewa uhakika wa maombi. Ramadhan hii ituingize pamoja na wale watu, kisha tuendelee na hali hii ambao wanaimarika katika imani ya Mwenyezi Mungu, wanasikia amri zote za Mwenyezi Mungu na wanafuata amri za Mwenyezi Mungu, na wanatanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo mengine yote. Vitendo vyetu vyote viwe sawa na ridhaa ya Mungu, na imani yetu imarike zaidi, na tuwe na mapenzi kweli ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atuokoe katika balaa ya dunia na akhira. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili. Jeneza ya kwanza ni Raja Ghalib Ahmad Saheb ambaye alikuwa mtumishi wa jumuiya na vile vile alikuwa shair maarufu. Alikuwa mzoefu wa elimu. Aliwahi kuwa chairman wa Punjab Textbook Board. Tarehe 4 wa Juni 2014 katika Lahore katika umri wa miaka 88 alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika mji wa Gujarat 1928. Baba yake Raja Ali Muhammad Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam. Alifanya baiat 1905. baba yake aliwahi kuwa nazir Baitul Mal na nazir ala wa Qadian. babu wa Ghalib sahib aitwaye Barakat Ali sahib.
na abdurrahman khadhim saheb aliyekuwa khalid ahmadid alikuwa mjomba wake. alipata shule ya msingi kutoka lahore, baadaye kutoka kadhian fa. katika psychology alipata degree. alikuwa akijulikana kwa kuwa sifa zake za kuwa shairi na mhariri na vile vile kwa sababu ya kuandika vitabu wingi, na alikuwa akiheshimiwa sana katika watu hawa wenye elimu, na shairi lake lilichapwa katika magazeti. alianza kazi yake katika Pakistan Air Force, kisha baadaye katika idara ya elimu alijiunga 1962 katika idara mbalimbali alitoa huduma zake. aliwahi kuwa chairman board of intermediate wa Sargodha, chairman board wa Tax Punjab, na vile vile alikuwa advisor wa education Punjab. hizi zilikuwa huduma zake za dunia, na huduma za dini pia ni ndefu sana. aliwahi kuwa general secretary wa Lahore 1976. aliwahi kuwa mwakilishi wa jumuiya. aliwahi kufanya press conference mara chungu mzima na press releases. alikuwa akiandika barua, vile vile alikuwa akitoa maoni yake katika magazeti. katika Fadhil Umar Foundation pia alitoa huduma zake, na katika Wakfe Jadid pia ametoa huduma zake. aliwahi kuwa naib sadr wa Nasr Foundation. alikuwa mtu wa kawaida na alikuwa mtu mpole sana. alikuwa akitii sana uhalifa. alikuwa akiheshimu sana viongozi wa jumuiya. Mwenyezi Mungu amghofirie na apandishe madaraja yake. alikuwa hana watoto, alimlea binti moja. Mwenyezi Mungu amjalie subra huyu binti. jeneza ya pili ni ya bwana Malak Muhammad Ahmad Saheb aliyekuwa wakf. tarehe 6 ya Mai 2016 alifariki. nilitaka niswalishe jeneza hizo zote mbili Jumaa iliyopita, lakini sikuweza. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mtoto wa Sheikh Fazl Ahmad Saheb, alikuwa sahaba wa Sinam alayhi salatu wassalam. alikuwa akitii sana uhalifa na jumuiya, na vile vile alikuwa akisihi watoto wake pia wafuate sifa hizi. alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa akiwatendea vizuri jamaa zake, na alikuwa akiwahurumia sana, na alikuwa wasaidia wanyonge wengi sana. aliwasomesha watoto wengi, na aliendelea kuwasomesha watoto mpaka kifo chake. alikuwa miongoni wa watu 5,000 waliotoa Tahrika Jadid. alikuwa akitoa michango sana katika ujenzi wa misikiti. katika Rabwa alitoa wakfu plot kwa ajili ya jumuiya. 1945 alitoa wakfu maisha yake. kabla ya hii alikuwa akifanya kazi sehemu nyingine, baadaye alitoa wakfu maisha yake, na alitoa huduma zake katika idara ya ujenzi na katika idara ya tabshir. aliwahi kuwa superintendent. aliwahi kuwa naib daftar amanat, na aliwahi kuwa naib wakil malsani pia. katika mwaka 85 alistaafu, kisha June 1989 aliendelea kutoa huduma zake katika idara mbalimbali. toka 86 mpaka 89 aliendelea kutoa huduma zake kwa kuwa naib wakil tamil wa tanfis. takriban miaka 47 alitoa huduma zake, kisha baadaye alihamia Germany kwa watoto wake. alikuwa mtu wa kufanya ibada sana. alikuwa akisoma Qur'an tukufu, na alikuwa anajua sana elimu ya vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa musi. ameacha watoto wa kiume 2 na mabinti 4. Laik Tahir Saheb ambaye ni mbashiri wetu ni ndugu yake mdogo, na Malak Mahmud Saheb ambaye
ametoa wakfu maisha yake, anafanya kazi katika ofisi ya Alfazal, ni mtoto wake mdogo. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na awajalie watoto wake kwamba kwa imani halisi waendelee kubaki na jumuiya na uhalifa. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله